Ulimwengu umetamaushwa na hotuba aliyoitoa Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Kwenye hotuba ile Mama Samia alizungumzia vitu vingi. Kile ambacho kimeshtua ulimwengu ni baada ya kuzungumzia kujustify vile vifo vilivyotokea kwenye Oktoba 29 na badala ya Rais Samia pengine kusema wachunguze walioua vijana waliokuwa wanaandamana, maana ni haki ya kikatiba kuandamana pia. Rais Samia alihoji kwamba mnasema tulitumia nguvu kupita kiasi. Hiyo nguvu ndogo ni ipi? Hebu tuambieni. Kwa maneno hayo, Mama Samia Suluhu Hassan ana justify mauaji yaliyofanyika, na kwa maneno ya Mama Samia ni kwamba walioandamana ni watu wahalifu ambao walistahili kuuawa. Sasa hiyo ndio inasikitisha, kwa sababu sio kweli kwamba walioandamana walikuwa hawana haki kikatiba. Kuandamana ni haki ya kikatiba. Lakini pia hotuba ya rais imeviondolea lawama vyombo vya usalama Tanzania, ikiwemo polisi, usalama wa taifa, kwamba hawahusiki na mauaji yale, na hata kama waliua basi walipokea amri moja kwa moja kutoka kwa amiri jeshi mkuu ambaye ni Mama Samia. Kwa hiyo pamoja na hotuba ya Rais Samia kutushangaza, lakini pia imetupa mwanga kwamba yeye akiwa rais ambaye ameingia na dini yake Ikulu asingetaka kusema uongo. Maana kwenye swala hili la kusema tuchunguze walioua, hapo ndipo marais wengi wa dunia wasiokuwa na dini huanza kile kitu kinachoitwa PR. PR ni kukamata tu watu fulani, kuanza kusema tunamchunguza mkuu wa polisi. Kwa hiyo PR, kama Rais Samia angetaka kufanya ile lugha ya kidiplomasia, angesema mkuu wa polisi akamatwe, angesema mkuu wa usalama wa taifa akamatwe, kwa sababu wao ndio waliokusanya habari na walikuwa wanajua watu wanauawa kimakosa. Sasa kwa hotuba ya Mama Samia ni kwamba wameviondolea lawama vyombo hivyo vyote. Ni kwamba kama polisi waliua, basi waliua kwa sababu walipewa amri kutoka kwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote Tanzania ambaye ni Mama Samia. Na pia hotuba yake imeliondolea kanisa Katoliki pia, ambao na wao walikuwa wanadai ufanyike uchunguzi wa kujua nani walioua waandamanaji. Lakini Samia amekuja kuwaambia, mimi kama kiongozi wa serikali, mkuu wa serikali, rais, mlitaka ninyamaze wale watu waandamane mpaka waje wanitoe Ikulu? Niliapa kuilinda katiba na kuitetea. Niliapa pia kulinda mali za watu, na wale waliokuwa wanaandamana walikuwa wanachoma mali za watu. Kwa hiyo mimi Samia ndio niliyeamuru sasa nguvu hiyo itumike kwa wale waliokuwa wanaharibu mali. Tusingeweza kunyamaza, wakaja mpaka Ikulu kunitoa madarakani.
Hiyo ndio maana ya hotuba ya Mama Samia. Maana nyingine ya pili mimi niliyoipata, nilipata maana kwamba Samia hotuba yake haitofautiani kabisa na ile hotuba ya mashehe walioitoa kwamba watu wakiandamana tutawakata vichwa, na Rais Samia hajakemea hiyo. Kwenye hotuba yake yeye alisema na yeye amejipanga. Maana yake ni kwamba nini? Dini ya Samia, mashehe wamejipanga, alafu na Samia mwenyewe amejipanga. Hapo ndio nilipata uoga kidogo. Maana kama Samia ana majeshi yote, ana jeshi la polisi, askari polisi, ana majeshi JWTZ yako chini yake, alafu pia dini yake walipotoa tamko kwamba na wao watakuwepo Disemba 9 kukata watu vichwa, hiyo Samia hakuikemea, ila alisema na yeye amejipanga. Kwa hiyo ndio maana nikaiunganisha ile kauli ya mashehe na hotuba ya Mama Samia, nikaona zinaoana. Sasa hapo ndio nilipata tashwishi kidogo. Je, Tanzania tumevamiwa? Tunaongozwa kidini sasa hivi? Na dini nayo tuongoza ni ya Mama Samia kwa lazima? Na je, kama kweli sasa ni mambo ya dini, vyombo vya usalama vyote vimeingia kwenye dini ya Uislamu, kwamba wataungana na Waislamu kukata watu vichwa watakaoandamana? JWTZ mmeungana, mmekuwa Waislamu wote? Polisi mmekuwa Waislamu wote? Kama polisi sio Waislamu wote na kama JWTZ sio Waislamu wote, basi hotuba ya Samia isingejikita kwenye kulikemea kanisa Katoliki. Maana yeye kama rais, zile kauli ama nyaraka za kanisa Katoliki za maaskofu zinamkera vipi mpaka yeye ndiye anazizungumzia kwenye hotuba yake? Kanisa Katoliki lina tofauti gani na kanisa la Askofu Gwajima? Kikatiba makanisa yote haya yamesajiliwa kikatiba. Kama Samia ana tatizo na kanisa Katoliki, angelifanyia kile alicholifanyia kanisa la Gwajima askofu. Si alilifungia? Rais ana mamlaka ya kufunga kanisa kama alivyoamuru kanisa la Gwajima lifungwe, na baadaye pia akaamuru kanisa lile lifunguliwe. Lakini Mama Samia kuleta ugomvi wa Wakatoliki kwenye hotuba yake, jambo ambalo mashehe wale ambao ni wakuu wa dini ya Samia pia wamelileta, hiyo inatupa mashaka kwamba kile kinachofanyika Tanzania sasa hivi sio serikali inalinda mali za watu, na sio serikali inataka kulinda amani. Ni serikali inataka kumtumia rais ili dini ya rais ilipize kisasi kwa yale yaliyofanywa na marais wa Katoliki. Kwa hiyo Tanzania tusifichane hapa. Nchi ya Tanzania imekuwa kiongozwa na dini mbili. Akiondoka rais Mkatoliki Nyerere, akaja Mwinyi Muislamu. Akiondoka Mwinyi Muislamu, akaja Mkapa Mkatoliki. Akaondoka Mkapa Mkatoliki, akaja Kikwete Muislamu. Ameondoka Kikwete Muislamu, akaja Magufuli Mkatoliki. Wanadai aliuawa
Wengine wanasema hapana, Magufuli alikufa kifo cha kawaida tu, alikuwa na ugonjwa wake wa siku nyingi. Hiyo ni ya siku nyingine. Baada ya Mkatoliki Magufuli akaja Rais Samia. Sasa Samia kwenye hotuba yake analigombanisha kanisa Katoliki kwamba wameandika nyaraka nyingi sana wakati yeye ameingia madarakani. Kwa hiyo wanapopambana hao wawili sasa, kanisa Katoliki na kanisa na Waislamu, sisi wengine tunapaswa kukaa kando, kwa sababu wote ni watu ambao tangu uhuru wamekuwa wakitafuna hii nchi, kwa sababu marais wanaotawala ni wa dini hizo mbili. Akitawala Mkatoliki, kanisa Katoliki linafaidika kwa namna moja ama nyingine. Ni kweli usiopingika kwamba kanisa Katoliki linamiliki ardhi nyingi kubwa kuliko hata ya serikali nchini Tanzania. Na pia Waislamu na wao, wakati kwa sababu rais wao anaingia madarakani, na wao wamefaidi, hata kama hawana mashamba makubwa kama ya Wakatoliki, lakini Waislamu nao wamejenga misikiti kila kona katika nchi ya Tanzania. Sasa Mama Samia, hatari ambayo nimeiona kwenye hotuba yake ni kwamba siasa zimemshinda, na ni kama anaitaka dini sasa yake imsaidie kumuondoa kwenye hili janga aliloingia. Sasa hapo ndio pabaya. Anachanganya mafuta ya petroli na moto, na anaweza kutuashia nchi ikawaka moto ambao hautazimika tena. Mimi sikutegemea hotuba ya rais ingekuwa na ukali kiasi hicho. Nilitegemea rais angejua kwamba taifa limejeruhiwa na mauaji yale. Nilitarajia kwamba rais angejua taifa limejeruhiwa kwa uchaguzi ule ambao haukuwa ni uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi. Nilitarajia kwamba rais angejua kwamba hawako madarakani kihalali. Lakini hivyo vyote sikuviona kwenye hotuba ya rais. Nilimuona rais anayetetea kile kilichofanyika. Nilimuona rais anayetoa mifano kwamba hata katika nchi za Ulaya mauaji huwa yanatokea na Tanzania huwa hatuwaulizi. Kwa maana hiyo hatarajii nchi yeyote, iwe ni ya Ulaya ama Amerika, wamuulize kuhusu kilichotokea Tanzania, kwa sababu Tanzania ni nchi huru kama alivyodai yeye rais, na haiko kwenye utawala, haitawaliwi na Marekani ama na mataifa yale makubwa. Kwa hiyo wakitaka kuzuia misaada wazuie, lakini Tanzania itaendelea kufanya kile inachokifanya, kwa sababu alisema hivyo rais, kwa sababu Tanzania ni nchi ya kidemokrasia. Sasa hapo ndio niliona amekosea, kwa sababu kama ni nchi ya kidemokrasia isingepaswa kuwakataza watu wasitoe maoni yao kudai kile wanachokidai kwa serikali walioiweka madarakani. Maana demokrasia ni serikali iliyowekwa na watu ili watumikie watu, serikali ya watu kwa ajili ya watu. Hiyo ndio demokrasia. Lakini ukisema kwamba wewe kama rais hutaki kuulizwa na mtu yeyote, na hao wanaotaka kuandamana wewe umejipanga kuwafanyia kitu kibaya kuliko kile ulichofanya Oktoba 29, hiyo inaonyesha nchi hiyo sio ya demokrasia, ni nchi ya kiimla, udikteta. Sasa maana dikteta ndiye anayesema yale niliyosema mimi ndio hayo, nyinyi mkija kuuliza mtapambana na mtutu wa bunduki, mtakufa. Sasa hiyo ndio hatari niliyoiona kwenye hotuba
ya Mama Samia. Tunafanyaje? Tunangojea hiyo Disemba 9 kama watu wataandamana, ambao wanadai na wao wamejipanga, na serikali nayo inasema imejipanga. Sasa sijui hao wanaoandamana wamejipanga kiasi gani, kwa sababu hii Disemba 9 baada ya kauli ya hotuba ya rais, matarajio na matumaini yangu kwamba kuna kitu kinaweza kufanyika kuzuia mtifuano usitokee, sasa sioni tena. Maana wengi tuliamini kwamba serikali ilipokuwa inasema maridhiano, tuliamini kwamba ilikuwa inamaanisha, lakini huwezi kusema ni maridhiano alafu ukasema hawa unaotaka kuridhiana nao wewe ndio utateua tume, na bado hiyo tume wewe ndio utaipa amri iende ikachunguze nani. Hayo sio maridhiano, ni ujanja. Kwa hiyo hotuba ya Mama Samia imetuonyesha serikali ya Mama Samia haina nia ya maridhiano. Ina nia ya kuendelea kututawala kwa nguvu, ikitumia bunduki. Na yeyote atakayeuliza, Samia atatumia nguvu ile ile aliyotumia Oktoba 29. Sasa hapo tuko njia panda kama taifa. Nani anaweza kutuokoa hapo? Maana maandamano na polisi waanze kuua watu, tunaingia kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe. Na mbaya zaidi, jeshi la askari polisi kupitia msemaji wao wanasema kuna watu kwenye mitandao wanaoratibu hayo maandamano, wanasema watakuja na silaha, wanasema wataandamana kwa sababu wanaitaka serikali iwape wananchi nafasi ya kuchagua viongozi wanaowataka. Wale waliopo sasa hivi sio viongozi ambao wananchi wanawataka, ni viongozi ambao Samia na kundi lake walihakikisha uchaguzi umeenda hivyo ulivyoenda, wakahakikisha wapinzani wamewekwa ndani, wakahakikisha kuna kundi la utekaji linaloteka watu na kuwapoteza, wakahakikisha yeyote aliyekuwa na hoji huo utekaji na hiyo dhuluma ya kuwaweka wapinzani ndani na kuwazuia wasifanye mikutano ya kisiasa, walitekwa, wengine wamepotea, wamekufa, hawajulikani walipo, wengine hatujui wako wapi mpaka sasa hivi. Makanisa pia yakafungiwa, waliohoji wakafungiwa. Kwa hiyo sorry, naona microphone yangu hapa imedondoka, ngoja niiweke vizuri tena. Kwa hiyo serikali ambao ndio walipaswa kuheshimu katiba ambayo inasema nchi ya Tanzania ni nchi ya vyama vingi, serikali ya Mama Samia ndio ya kwanza kuvunja katiba. Maana ukishawaweka viongozi wa upinzani ndani, ukabakiza chama cha CCM peke yake, na ukasema hata hawa uliowaweka ndani ni wewe uliwaita kutoka ng'ambo, walikuwa wamefukuzwa na rais aliyetangulia, yani Magufuli. Yeye alikuwa anataka kuumaliza upinzani, na wapinzani wengine walipigwa risasi, na wewe ulikuwa makamu wa rais wakati huo, ukaenda kumtembelea Tundu Lissu Nairobi, na baadaye Tundu Lissu akaenda uhamishoni huko alikokuwa anatibiwa,
na wapinzani wengine wakamfuata huko, baada ya Tanzania kuwa sio salama kufanya siasa za upinzani. Sasa hiyo inadhihirisha kwamba chama tawala CCM ndicho kinachotaka kuumaliza upinzani ili kibaki chenyewe, kichague viongozi kinachowapenda wao, na wale watakao wauliza maswali wanafanyiwa mauaji kama vile tulivyoona. Alafu kwenye hotuba ya Mama Samia, naenda tu polepole ili pengine nimekosea kusikiliza yale niliyoyasikiliza kwenye hotuba yake. Kwenye hotuba yake pia alisema yeye ndiye aliwanyoshea mkono wapinzani na akawaambia njoni Tanzania, na akawaambia fanyeni siasa, akawaruhusu wafanye siasa. Na baadaye alipoona zile siasa hawafanyi kama yeye alivyotarajia, akawafungia mikutano. Sasa hapo pia kauli hiyo ya Mama Samia inatisha, kwa sababu wanasiasa wa vyama vya upinzani hawafanyi siasa kwa ridhaa ya chama kilichoko madarakani CCM, au hawafanyi siasa kama Samia anavyopenda yeye. Kama Samia aliwaita warudi nyumbani kutoka kule walikokuwa, na walikuwa hawana pesa, naona anawakejeli kwamba wengine walikuja hata hawana shilingi nikawapa. Hiyo ni matusi. Mama Samia, unawatukana wapinzani kwa sababu walienda ng'ambo uhamishoni kwa sababu ya kurupushani za CCM ambao hawataki upinzani. Na kama walirudi, hawakurudi kwa sababu ya neema yako wewe Mama Samia. Hapana. Walirudi kutimiza haki yao ya kikatiba kufanya siasa za upinzani. Maana nchi yetu katiba pamoja na ubovu wake ina kipengee kilichoruhusu nchi kuwa ni ya vyama vingi. Na kama nchi ni ya vyama vingi, vyama vyote vya upinzani vinashindana kuingia kwenye dola, kuingia Ikulu manake. Na ili viingie Ikulu, havitafanya siasa kwa kufuata amri za CCM. Hazitafanya siasa kwa kufuata ilani ya CCM. Wao kazi yao ni kuangalia serikali mnakosea wapi, na kuja kwetu sisi wananchi kutueleza makosa yenu nyinyi CCM ambao mko madarakani, ili sisi wananchi tutumie kura yetu kuwapigia hawa badala ya ninyi. Ndio maana ya siasa za upinzani. Lakini ukisema wapinzani walitakiwa waje waeleze ilani ya CCM, unakosea Mama Samia. Inaonyesha hata ujui kwamba nchi ni ya vyama vingi. Na kama nchi ni ya vyama vingi, kila chama kinatakiwa kifanye siasa za ushindani sawa na chama kingine chochote. Msiwanyime haki ya kukutana na wananchi. Lakini tunaona tangu wewe umeingia madarakani miaka 4, wewe tu ndio unatembea kila mkoa ukisema unafungua mkoa huu, wapinzani unawazuia, wengine unawaweka ndani. Bunge lako wakati huo lilikuwa la Tulia, mbunge wa upinzani akisimama bungeni kuongea anakemewa. Lakini mbunge wa CCM akisimama anaruhusiwa kuongea. Kwa hiyo serikali yako Mama Samia na ya Magufuli aliyekutangulia ni serikali ambazo zilikuwa na nia ya kumaliza upinzani Tanzania, kwa hiyo haziutambui upinzani. Sasa kama serikali ya Magufuli haitambui upinzani, ilisababisha Tundu Lissu akapigwa risasi, na wewe tangu umeingia madarakani miaka ni 4 sasa,
hujachunguza nani walimpiga risasi Tundu Lissu, pamoja na kwamba ulienda kumtembelea hospitali, inaonyesha basi wewe na timu Magufuli, wale waliompiga risasi Magufuli, mlikuwa kitu kimoja. Bado lengo leo ni moja, hamuutaki upinzani Tanzania. Sasa ikiwa katiba inasema nchi ni ya vyama vingi na serikali iliyoko madarakani haitaki wapinzani, nani anakosea nani hapa? Mimi naona serikali iliyoko madarakani ndiyo inayovunja katiba hiyo iliyoko. Na kama serikali inavunja katiba, wananchi sasa pamoja na vyama vya upinzani wana haki ya kusema rekebisheni sheria. Wana haki ya kusema mambo yakienda hivi si sawa, huu uonevu ni mbaya. Wana haki ya kuiambia serikali no, hamtakiwi kupiga watu risasi kwa sababu wamejieleza kisiasa. Nyinyi mnatakiwa mjibu hoja zao kisiasa. Hamtakiwi muvae hijabu Ikulu ili kuwatisha wale wa dini nyingine. Na sasa hivi mmedhihirisha wazi kwamba mashehe wanatoa kauli inayofanana na ya rais kwamba watawakata watu vichwa. Tayari mama sasa ameshindwa kufanya siasa, anaileta na dini yake ndani. Sasa jamani, mimi naona kuna hatari hapa. Nani atatusaidia? Sijui kwa kweli. Maana mimi mwanzoni nilidanganyika, nikafikiri kwamba baada ya Oktoba 29 mimi nikafikiri kwamba yale yaliyotokea yalitokea kwa sababu ya watu fulani chawa wa mama walioamua kuua vijana. Sasa hotuba ya mama imenidhihirishia kwamba sio chawa, ni amri kutoka kwa mama. Sasa hapo ndio inaniogopesha. Tutafanyaje? Na pia nilikuwa nimefarijika kwamba Oktoba 29 nilikuwa nimefarijika kwamba vyombo vya usalama vilikuwa vinakaa na Mama Samia Suluhu kumwambia nchi inaenda pabaya. Wanajeshi wanamwambia tunaweza kuchukua nchi. Mimi nilidhani hivyo, ni mawazo yangu. Kwa hiyo ili tusichukue nchi, kwa sababu mmeshapeleka uchaguzi ukaenda ndivyo sivyo na mmeshaua watu, tukichukua nchi sisi kama majeshi itachukua muda kuirudisha serikali ya kiraia. Na pia tukichukua nchi sisi kama majeshi, kuna majenerali watakao kataa kupindua nchi, watakuwa upande wako mama. Kwa hiyo tutachukua mabomu tuliyonunua Russia, mabomu tuliyonunua China, tuanze kurushiana wenyewe kama vita ya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo bora ukae hapo ili tukivuka hapa tuponyeshe taifa letu. Mimi nilidhani hivi. Na ndio maana nilikuwa nasema bado ni Mama Samia anaweza kutuvusha katika hili. Lakini baada ya kusikiliza hotuba yake nimekosa namna. Kwa hiyo naona hatari kubwa mbele yetu. Hatari ya vita ya kidini, na yote ni hatari kwa sababu tukiingia kwenye vita ya kidini kumalizika ni miaka mingi sana. Hata inaweza isimalizike, Tanzania itakuwa imeisha. Tunaweza kuingia pia hata jeshi likachukua nchi, mimi siungi mkono. Bado jeshi likichukua nchi mpaka tuje turudi kwenye uongozi wa kiraia, watu wengi pia watakuwa wamekufa sana. Tunaweza pia tukasema, wacha maiki hiyo ikae hapo, bado inachukua tu. Tunaweza tukasema haya maandamano yafanyike, polisi wapewe amri nyingine ya kuua, watu wafe wengi, ifike mahali sasa wa Tanzania wawe wameshazoea kufa na waogopi kufa. Na vijana wengi wa Tanzania wamefundisha mafunzo ya kijeshi, wengi ni wanamgambo, wanaitwa jeshi la akiba. Hawa sasa wakiingia vitani
watafute tu mtu atakayewapa bunduki, maana wanajua mambo ya vita na nini. Tutakuwa tumeingia kwenye vita mbaya ambayo hatutaweza kutoka. Mchungaji, tunafanyaje? Kwa kweli sasa hivi sina matumaini. Nimeona Mama Samia ameshakuwa na misimamo mikali sawa na dini yake. Kwa hiyo serikali inangojea watakao jaribu kuandamana hiyo Disemba 9 waonyeshane nani ana bunduki zaidi za kuua mwingine zaidi. Je, unaweza kuwafundisha vijana ukawaambia waache maandamano? Wengi wanasema hawataacha. Wana sababu zao. Wanasema bora kufa kuliko kuwa watumwa wa Samia na kundi lake na dini yake. Sasa tukishafika hapo, nchi iko pabaya. Mimi kama mchungaji, nia yangu ni njema kwa Tanzania. Na nia ambayo ni njema, ningeishauri serikali ya Mama Samia pamoja na vyombo vya usalama. Uzuri, pamoja na kwamba katiba yetu inamruhusu rais kuwa na mamlaka mengi sana, lakini pia kwenye hii katiba bado rais anasikiliza vyombo vya usalama kila asubuhi, vinamletea ripoti. Na bado kwenye hii katiba mbaya, wale wanaoapa, mawaziri wanaapa kwamba nitakuwa mtiifu kwa rais na pia nitamshauri rais inapobidi. Kwa hiyo sasa hivi mimi naomba kila mtu, kila kiongozi wa Tanzania sasa aache uchawa, uache tu kufuata kumsifia Mama Samia hata kama anakosea. Hotuba kama hii, kama kweli Rais Samia angekuwa na washauri, asingeitoa. Ameligawa taifa zaidi. Taifa lilikuwa limejeruhiwa kwa mauaji yale, kwa uchaguzi ambao sio sahihi, na sasa Mama Samia amelijeruhi taifa zaidi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema viongozi wanaomzunguka Mama Samia hawakumshauri, na wale pia wanaomwandikia hotuba, sidhani kama hii waliandika vizuri. Hotuba ya kibabe kwamba wewe unaweza kuwakandamiza wananchi wasiongee, wasiandamane, wasitumie haki yao ya kikatiba, kwamba uko tayari kuua, kwamba uogopi mataifa yanayokuambia duniani kwamba fanya ABCD. Tanzania haiwezi kuwa ni kisiwa. Hatuwezi kujitegemea peke yetu. Ili uwalipe maaskari mishahara, JWTZ wapate mishahara, unahitaji mikopo. Kuna zile pesa ambazo mnapewa za kukusaidia kuwalipa hao watu mishahara. Tukiwekewa vikwazo kwa sababu ya misimamo yako mikali ya kidini na misimamo yako mikali ya kulikomoa kanisa Katoliki, wananchi ndio tutakaoumia. Sasa nyinyi ni dini mbili mliowahi kutawala Tanzania. Kwa maoni yangu, muangalie pia na hizi dini nyingine na wale wasio na dini kwamba ni Watanzania pia, na tuna haki ya kuwa Tanzania. Sasa msilete vita yenu ile ikaumiza Tanzania nzima, mkaharibu Tanzania nzima kwa sababu ya maslahi yenu na dini zenu. Ifike mahali mjue kwamba taifa la Tanzania ni kubwa kuliko dini ya Kiislamu na kuliko dini ya Kikatoliki. Alafu mkishajua hivyo, mjue pia ya kwamba maslahi yenu binafsi ni madogo kuliko taifa la Tanzania. Maana unaweza ukawa mnataka kutuharibia nchi kwa sababu ya vinyongo vyenu, ya mauaji yenu mliofanya. Ni kweli wanapotawala marais wa Katoliki mauaji pia yanakuwepo, lakini sasa si wakati wa Samia kulipiza kisasi. Na kama ni kulipiza kisasi, wale ulioua Oktoba 29 hawatoshi.
bado wanataka kuua wengine. Mpaka lini? Mimi ungeniuliza, pamoja na kwamba jeshi ni njia process ndefu ya kupitia, mimi ningesema si jeshi wachukue, lakini wamwambie Mama Samia kwamba kuna hatari. Tunaweza tukachukua nchi na ikawa ni process ndefu kuirudisha katika uongozi wa kiraia. Kwa hiyo bado tumia siasa, urekebishe kauli yako hiyo, ili wewe kama serikali uwe umenyenyekea kuliponya taifa, sio kutangaza ubabe, jinsi ambavyo unaweza kutumia silaha zilizonunuliwa na Watanzania kuua Watanzania. Hapana. Mimi naona vyombo vya usalama, kaeni na rais. Sisi hatuwezi kupata nafasi ya kuja kwake, na pengine mimi hata anisikilizi, lakini kwenye hotuba yake alitaja anamsikiliza Mangi Kimambi, yule mwandaaji wa maandamano ya kwanza. Anasema alimsikiliza na alimsikia Mangi Kimambi akisema kwa sababu serikali wamejipanga wakaacha kusherehekea siku ya uhuru ambayo ni tarehe 9 Disemba, akawaambia vijana Mangi kwamba kwa nini tusingeacha kuandamana tarehe 9 tukaandamana tarehe 25, yani Krismasi. Mama Samia akamjibu Mangi Kimambi akasema, muje tarehe 9, muje tarehe 25, serikali tumejipanga kwa nguvu ile ile. Nyinyi mnasema tulitumia nguvu kubwa, kwani nguvu ndogo ni ipi? Mama, mbona jibu la swali hilo ni rahisi sana. Nguvu ndogo ni kuwasikiliza wananchi na kero zao. Ukitatua kero za wananchi, of course hawataandamana. Ukisikiliza kero za wananchi na kuzitatua, wanasema wanataka sheria za uchaguzi zibadilishwe, wanataka tuwe na tume huru ya uchaguzi ili wananchi tupate nafasi ya kuchagua viongozi tunaowataka. Tuondoe huu kiritimba wa chawa, mtu kuwa chawa wa Samia ndio apate chochote kitu kutoka kwa Samia. Wananchi wanasema tutengeneze mifumo ambayo itatusaidia baadaye pia. Maana si rais Muislamu atamaliza kipindi chake muda mfupi tu ujao, alafu anaingia Mkristo. Kwa hiyo unataka Mkristo akiingia na yeye aanze kuua, ili akija akiingia Muislamu na yeye aanze kuua, kulipiza kisasi. Kwa muda gani? Tutaendelea na hali hiyo mpaka lini? Ni vizuri serikali sasa ikasikiliza wananchi wanataka nini, na tukatengeneza mifumo ambayo hakuna rais atakayeua kwa sababu ya siasa. Na hiyo itakuwa imewasaidia Waislamu na Wakristo pia. Itakuwa imewasaidia CCM na wale ambao sio CCM. Kwa sababu CCM, nyinyi mmewekeza mali nyingi sana Tanzania. Sasa hivi hofu imetanda nchini Tanzania. Wazungu wanarudi kwao, wawekezaji wanaenda kwao. Watanzania tutabaki hapa hapa, tutabanana na nyinyi hapa hapa. Pamoja na kwamba mnaficha mali zenu. Mnasema Lake Oil sio yangu, ni ya fulani. Huyo fulani ulimjuaje?